Ni siku 10 zilizopita tulizungumza na mama kwa njia ya simu kuhusiana na namna gani wanaadhimisha siku yenyewe. Mama, karibu sana bwana. Asante sana, nashukuru sana. Kwa kweli big up Radio Times. Tumefurahi sana kukuona. Mwenzi na kumkumbuka Captain Komba. Sawa. Tumefurahi sana kukuona. Mabula anasema uzeki. Nimemwambia mapema tu wakati anashuka kwenye gari. Azeki. Mungu ananipenda sana, ananipigania kwa kweli. Sawa. Maadhimisho ya kumbukizi ya kifo cha Captain Komba yaliendaje na haswa mlifanya nini mwaka huu? Kwa kweli mwaka huu kama tulivyoongea kwenye simu, ilikuwa ni siku ambayo mafundi wako pale nyumbani na bado wanaendelea. Wanajenga jengo la kumbukumbu ya marehemu Captain Komba. Okay. Kwa hiyo hapo kutakuwa na kila kitu ambacho toka enzi alipokuwa kwenye utawala wa marehemu Julius Kambarage Nyerere, Rais Mwinyi, Rais Mkapa, Rais Kikwete, na nafikiri yote yatakuwa kwenye kumbukumbu yake ili kizazi kijacho baadaye sio wote tumsahau. Kuna baadhi wamemsahau, lakini familia hatuwezi kumsahau kwa mema aliyotendea nchi. Sawa. Labda kwa wale ambao kwa sababu leo ni birthday yake tugusie kidogo maisha yake, kwa wale ambao wanamfahamu tu kwamba ni mwanamuziki na mwanasiasa. John Komba marehemu alikuwa ni mtu wa namna gani hususan kwenye upande wa familia? Kusema kweli Captain Komba alijali sana familia yake, sana kupita kiasi. Na amenifundisha kupigana na maisha. Ndio maana mnaniona bado kijana. Kwa sababu kwa kweli alinifundisha kupigania maisha. Na hata kabla ya kifo chake aliniambia kabisa kwamba endapo mimi, alikuwa anaongea mara kwa mara, endapo mimi nakufa lakini pambana na hali yako, alikuwa anasema. Kama mimi nilivyopambana na maisha. Kwa kweli mume wangu Captain Komba alianza katika hali ya chini sana, duni sana. Hata kitabu chake kinajieleza, kimeandika kila kitu. Kwa hiyo alipambana na kwa kweli tunashukuru Mungu. Alipoingia upande wa siasa sasa ndio akaanza kuwa matawi ya juu. Kwa kweli tunashukuru kama familia, tuna appreciate kazi ya Captain Komba. Ameifanyia kazi kubwa sana. Yaani karibu tuseme robo 3 ya wabunge wote amewaingiza bungeni. Okay. Wale waliokuepo kwa kupitia hamasa zake kwa kweli. Alikuwa ajijali yeye, ana jimbo lake lakini alikuwa anapenda sana kupigania wenzie. Okay. Umezungumzia hali duni, alianza kwenye hali duni. Tungetamani kujua hali duni hiyo ukimaanisha nini? Alikuwa akifanya nini awali mpaka akaingia kwenye siasa, hatua zake hizo za mpaka kufanikiwa? Captain Komba kusema kweli, baba mkwe wangu ambaye ni babake mzazi, alikuwa ni mtu tu mfanya biashara, anaimba nyimbo za kanisani, analima tu mashamba. Kwa hiyo na Captain Komba kweli amesoma katika shida hali ya chini kwa kweli. Basi baada ya kufaulu kidato cha 4 pale Songea Boys, itakiwa aende form 5 kutokana na max aliyopata. Nimesahau, ningekuja na max zake, ilikuwa nzuri sana kwa kweli. Naona kwa safari ingekuwa division 1 kwa miaka hii. Lakini kutokana na hali duni ya babake aliamua kwenda ualimu ili aweze kumsaidia babake kimaisha. Kwa hiyo alienda Kleru. Alipokwenda Kleru kasomea ualimu, na wakati huo ilikuwa ni miezi 9, ilikuwa walimu walikuwa wachache kipindi hicho, mwaka 75. Basi baada ya kumaliza Kleru, alipopata ualimu ndio akaenda JKT. Fika JKT sasa, hapo ndio akaanza kujulikana sasa kutokana na alivyokuwa naimba. Na mimi nilikuwa nimetoka Changombe TTC, na mimi nilikaa miezi 9, tukakutana pale, tukawa wote katika kikundi cha kwaya. Basi katika kuangaliana na sauti yake nikaona mambo yanajipa. Kwa hiyo baada ya pale ndio kamaliza JKT 76 hiyo. 77 ndio tukaanza kazi wote kwa pamoja pale Iringa. Yeye alikuwa Gangironga, mimi nilikuwa Wireless. Basi baada ya hapo ndio mzee Mnauye, wakati tuko JKT, marehemu mzee Mnauye alimuona. Kwa hiyo akamuita akamwambia, sasa nataka
uingie jeshini, unaimbia kwaya jeshini. Basi naye hakusita, akaacha ualimu 77. Baada ya kuzaliwa tu Chama cha Mapinduzi, wakampeleka Monduli kama miezi 9 hivi, akapata nyota yake, akaingia moja kwa moja katika kwaya ya Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Hapo ndio Captain Komba kaanza kujulikana sasa yeye ni nani kwa kweli. Sawa sawa. Okay. Sawa, Captain Komba ameacha familia. Alikuwa na, of course, kwa mtu ambaye fahamu, shoye kuzungumza hivi, ameacha watoto wangapi, na katika watoto hao yupo ambaye anafuata nyayo zake, tena sio zake, tuna sababu kwa sababu tunasikia story ya babu aliimba pia. Kwanza mimi niseme kweli, Captain Komba hakutaka watoto wake wawe wanasiasa. Na alikuwa anawaambia kila wakati, sipendi muwe wanasiasa, msome. Alikuwa anakazaza sana asome, yani future zao ziwe nzuri. Lakini ninavyoona, kuna mtoto wangu mmoja, mimi mtoto wangu wa 4, naona juzi tu paligusia, na alishawahi kwenda siku moja kwenye kampeni katika jimbo la Nyasa huko, kumsaidia babake kampeni. Kwa hiyo naona nagusa, anasema mimi mama bwana, mimi ngoja nipate kwanza PhD, nikipata tu mimi naenda kugombea jimbo la baba. Lakini kwa kuimba, labda wajukuu wapo ana sauti nzuri, lakini kwa kweli kipaji cha Captain cha kipekee. Na kaacha watoto wangapi yuko? Ameacha watoto 9. Watoto 9. Sawa sawa. Okay, kwa sababu umegusia mnajenga eneo la makumbusho. Tungependa kujua kwenye hiyo makumbusho haswa kutakuwa na vitu gani, kwa maana ya ni vyombo vyake vya muziki, yani kwa mifano hiyo kwamba kuna vyombo vya muziki, kuna nini, ungetupa picha jinsi ya makumbusho vile yatakuwa. Katika makumbusho, nashukuru mwaka jana wakati wa kumbukizi yake ya miaka 3 alikuja mgeni rasmi, alikuwa waziri wa utamaduni, michezo na sanaa, Dr. Harrison Mwakyembe. Ameshatuwekea jiwe la msingi, liko pale nyumbani tayari. Kwa hiyo pale patakuwa na kila kitu alichokuwa nacho Captain toka akiwa mdogo. Na nimeomba sana TBC, wana mengi sana. Kazi zote alizofanya toka akiwa mwanafunzi, na uzuri kwenye kitabu hiki kina mambo karibu yote. Kwa hiyo kila kitu, nyimbo zake tutaweka pale, picha zake, tutakuwa na video ambao na tulikuwa tunapenda hata ikiwezekana hata mtu anaingia kwa 1000 anaangalia, yani kazi zake zote alizofanya, kama ule mkanda ambao kama umewahi kwenda CCM Lumumba pale, unapita matukio, basi ikitakuwa vile. Kwa hiyo kama mtu ana shilingi 1000 atakuwa anaingia pale, kuna vitabu, kuna kanda zake, kumbukizi nyingi zote za marehemu alizofanya katika uhai wake. Sawa. Tupo vizuri. Hivi karibia robo 3 ya wanasiasa wameingia bungeni kwa upande wa sehemu kupitia hayati Captain Komba. Wakati wa siku muhimu kama hizi, kumbukumbu ya kifo chake na kuzaliwa kwake, unakutanaga hata na SMS ama chochote kwa marafiki zake ambao walikuwa wanafahamu walikuwa marafiki zake, hata wanasiasa? Kusema ukweli, maana kusema kweli ni mpenzi wa Mungu kabisa. Nilipata mwaka wa kwanza ambapo kwa kweli nashukuru Mheshimiwa mstaafu Rais Kikwete alikuwa ndio mgeni wetu rasmi siku ile, na ndio alizindua hichi kitabu cha maisha ya Captain Komba. Mwaka wa pili kimya kusema kweli. Mwaka wa 3 ndio nashukuru alikuja Dr. Harrison Mwakyembe. Na kwa kweli, yani watu waliokuepo kwa yeye peke yake, alikuwa yani kama peke yake katika upande wa chama na serikali. Kwa kweli, niseme ukweli, kumbe mtu akiondoka anaondoka na kila kitu chake. Lakini sisi kama familia hatutaweza kusahau maisha ya Captain Komba. Kama mimi tumewana na Komba, mimi nikiwa na miaka 21, yeye akiwa na miaka 23. Watoto wadogo kabisa. Kwa hiyo maisha yake yote naelewa mpaka alipokufa. Alikuwa na bezi sana kwenye chama na serikali kuliko familia. Yeye alikuwa anasema, mama endelea na familia yako, mimi niache nipiganie nchi yangu. Lakini inanitia simanzi ninavyoona kwamba miaka 4 tu Captain ameshasaulika katika nchi hii. Kwa kweli napenda kuasa na wenzangu wanawake kwamba ukiwa na mtu maarufu katika nchi hii, baada ya miaka 2-3 kama usipokuwa jasiri, kwa kweli unaishia katika maisha ambayo sio mazuri. Sawa.